إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. نشهد أنه بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح أمته وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم ربنا إنا نعوذ بك من عذاب النار. إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. سئل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فأجاب بقوله صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. Enyi ndugu zangu Waislamu, awali ya yote najihusia mimi mwenyewe pamoja na kuwahusia nanyi kuhusu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa ni wasila pekee na nyenzo kuu itakayomuingiza mja katika pepo na rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kunako jambo litakalowapeleka watu wengi peponi. Mtume alijibu kwa kusema uchamungu pamoja na tabia njema. Nachukua fursa hii kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie mimi pamoja nanyi tuweze kuwa miongoni mwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wenye sifa ya uchamungu. Ndugu zangu, khutba yetu ya leo itazungumzia haqiqatul yaqin. Kichwa cha habari ni haqiqatul yaqin. Yakini sahihi ni ipi? Kabla ya kuzungumzia yaqini sahihi ni ipi na sifa za watu wenye yaqini, kwanza tueleze kuhusiana na yaqini. Yaqini ni kitu gani? Al-Allama As-Sa'di katika tafsiri yake anasema al-yaqin huwa al-ilmu at-tammu alladhi laysa fihi adna shak. Yaqini maana yake ni mtu kuwa na elimu timilifu, elimu ambayo haina walau chembe ya shaka ndani yake. Mtu akiwa na elimu iliyokamilika, elimu ambayo haina hata chembe ndogo ya shaka ndani yake, huyu anaitwa kuwa ana sifa ya yaqin. Huyu anaitwa kuwa ni muqin, amepambika kwa sifa ya yaqin. Nini umuhimu wa yaqin katika aqida? Ahamiyatul yaqini fil aqida. Fahuwa arqa darajatil iman. Yaqin katika aqida ndiyo daraja ya juu kabisa ya iman. Yaqin katika aqida inachukua nafasi ya juu kabisa katika imani ya mja, katika imani ya mu'min, katika imani ya muislamu. Mtu ambaye amekosa yaqin, basi huyu huzingatiwa kuwa imani yake ina mapungufu. Ndugu zangu,
Tukirejea katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara anatutajia sifa za wacha Mungu. Miongoni mwa sifa hizo ni mtu kuwa na yaqeen. Alif lam mim, dhalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Kataja Allah subhanahu wa ta'ala katika mlolongo na mtiririko wa aya hizi sifa mbalimbali za wacha Mungu, lakini mojawapo wabil-akhirati hum yuqinun. Miongoni mwa sifa hizo ni kwamba wacha Mungu wana yaqeen, wana ilmun tamun, elimu iliyokamilika isiyokuwa na shaka ndani yake dhidi ya akhira, kwamba ipo siku mja atakuja kufufuliwa siku ya kiyama na kufanyiwa hesabu ya amali zake zote alizozifanya duniani. In khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun, ikiwa amali zake alizozifanya ni za kheri, atalipwa kulingana na amali zake alizozifanya, atalipwa kheri, atalipwa pepo. Wa in sharran, ikiwa matendo aliyoyafanya ni maovu, ni matendo mabaya, atalipwa ubaya kulingana na amali zake, kama ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amethibitisha hili katika Qur'ani aya mbalimbali, na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatilia mkazo. Al-yaqeen. Al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yeye anasema al-yaqinu min al-iman karuhi min al-jasad. Yaqeen, nafasi ya yaqeen katika imani ya mja ni sawasawa na roho katika kiwiliwili. Kama ambavyo kiwiliwili kikikosa roho, basi huyu mtu moja kwa moja anakuwa ni mfu, ndivyo ambavyo imani ikikosa yaqeen, basi imani hii inazingatiwa kuwa ni yenye mapungufu au inaweza ikakosekana kabisa. Ndugu zangu, yaqeen ina nafasi muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Yaqeen ina nafasi ya pekee katika maisha ya Muislamu, na ikikosekana yaqeen ndiyo pale maisha ya Muislamu yanakwenda ovyo. Ikikosekana yaqeen ndipo pale imani ya mja inayumba. Ikikosekana yaqeen, si ajabu mtu kuingia katika shirki. Ikikosekana yaqeen, si ajabu mtu kuingia katika madhambi mbalimbali makubwa. Na hili lina mifano ya wazi. Ukimkuta leo mwanadamu ameshindwa kuvumilia kutokana na masaibu yaliyompata, ni kutokana na kuwa huyu amekosa yaqeen. Ukimkuta leo mwanadamu yupo tayari kufaulisha mambo yake kwa kumtegemea asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wazi ya kwamba huyu mtu amekosa yaqeen. Ni wangapi ambao waliamua kujiua kwa sababu alikuwa na mpenzi wake, au kwa sababu alikuwa na mkewe akimpenda sana? Siku yule mpenzi wake au mwenza wake alivyokwenda, ndivyo sivyo akaamua kujiua. Iko wapi yaqeen kwa mtu huyo? Ni wangapi leo wanaamini ya kuwa eti mali ili uweze kuizalisha au uweze kuihifadhi na uweze kudumu nayo, basi ni lazima utumie sehemu ya shirki kwa kutumia iman mashaitan, majini, sihri na mengineyo, ndipo mali hii itadumu. Allah ambaye yeye ndiye aliyekujalia mali hiyo, ameshindwa kuilinda mali hiyo? Ni wangapi leo ambao wanaamini ili mtu apande cheo au ili mtu apate nafasi fulani serikalini au ili aweze kukilinda kibarua chake,
ni lazima amshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Tukio mbalimbali ambayo yameendelea kujiri katika nchi yetu, matukio ya kuuawa na kutekwa watoto wachanga, ukifuatilia utaambiwa miongoni mwa mambo yanayochangia hali hii kwa kiasi kikubwa ni imani za kishirikina. Iko wapi yakini na watu hawa? Na hivi tunavyozungumza tunaelekea katika uchaguzi mkuu, uchaguzi ambao watu mbalimbali wanajaza fomu kwa ajili ya kugombea nafasi mbalimbali. Lakini watu hawa si ajabu kusikia kuwa wanapigana vikumbo kwa waganga mbalimbali wa kishirikina ili kwenda kutengeneza mazingira ya wao kupata nafasi fulani katika nafasi zinazogombewa huko serikalini. Iko wapi yakini yako na Allah subhanahu wa ta'ala? Iko wapi yakini yako na aya za Allah subhanahu wa ta'ala na hadithi za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Ulama wanatuambia hivi: al-yaqin thalathatu awjuh au thalathatu anwa'. Yaqin ni aina tatu: yaqinu khabar wa yaqinu dilala wa yaqinu mushahada. Yaqin ni aina tatu. Aina ya kwanza ya yaqin, yaqinu khabar, ni mtu kuwa na elimu timilifu dhidi ya taarifa fulani. Wa yaqinu dilala, yaqin aina ya pili ni yaqin ya dilala, kwa maana ya kwamba ile taarifa inapomfikia ndani yake kuna kinacholengwa kwenye ile taarifa, kile kinachojulishwa na kukusudiwa ndani ya ile taarifa, ikiwa utakielewa vizuri 100%, hii inaitwa yaqinu dilala. Kisha yaqinu mushahada ni kukitengenezea picha katika moyo wako, katika fikra zako, kile ulichokiamini kwa 100%, kana kwamba unakiona kwa macho yako. Kama ambavyo kitu ukikiona au tukio ukiliona kwa macho yako, basi hilo utaliamini 100%. Ndivyo ambavyo mtu anapopata taarifa fulani kisha akaelewa kilichokusudiwa na maana iliyopo ndani ya taarifa ile, ndivyo anavyoijengea picha ile maana inayopatikana ndani ya taarifa husika, kwa kana kwamba kile kitu anakiona kwa macho yake. Yaqinu mushahada. Ikiwa hivi ndivyo, na ikiwa hizi ndiyo maana tatu za yaqini, yaqinu khabar yako katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, yaqinu khabari yako katika taarifa ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ipoje? Yaqinu dilala ya aya yako ipoje? Yaqinu dilalati sunna yako ipoje? Na yaqinu almushahada baada ma'rifati dilalati min alaya au min as-sunnah, ma huwa? Ni ipi yaqini yako katika hii taarifa ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni ipi yaqini yako katika hii taarifa ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam? Msikilize Allah subhanahu wa ta'ala anasemaje: Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب. Allah subhanahu wa ta'ala anampa muongozo Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, khitabu kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini makusudio ni sote. Anamwambia Muhammad, sema hivi: Allahumma malikal mulki,
ewe Mola wangu wa haki, wewe ndiye mfalme wa wafalme, huo ufalme wewe ndiye unayeumiliki. Tu'til mulka man tasha, humpa umtakaye huo ufalme. Watanzi'ul mulka mimman tasha, na huo ufalme huondoa na kuuvua kwa umtakaye. Watu'izzu man tasha, humpa izzi na cheo na utukufu na nafasi umtakaye. Watudhillu man tasha, na humbwaga na kumshusha umtakaye. Watarzuqu man tasha bighairi hisab, na wewe humpa riziki, humruzuku unayemtaka pasi na hesabu. Tuliju al-layla fi an-nahar wa tuliju an-nahara fi al-layl, wewe hubadilisha usiku mchana kuwa usiku, na wewe hubadilisha usiku kuwa mchana. Biyadika alkhairu innaka ala kulli shay'in qadir, khairi zote zipo mikononi mwako, zipo kwenye utawala wako, wewe ndiye unazimiliki khairi zote. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala anamalizia kwa kusema hakika maneno anatufunza sisi tuwe tuna utaratibu wa kuyatamka hivi na kuweza kuwa na yakini nayo na kuweza kuyaamini. Wewe humruzuku unayemtaka pasi na hisabu. Innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe dhidi ya kila kitu ni muweza. Ndugu zangu, Allah huyu ambaye anatufundisha tuseme maneno haya, tuyatamke na tuwe na yakini nayo, sisi tuna mashaka na maneno haya. Afillahi shakkun fatiris samawati wal ardh, hivi mna mashaka ninyi na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye ameweza kuziumba mbingu na ardhi na vilivyokuwemo? Nani ambaye kabla ya kuumba ardhi na mbingu alikuwepo? Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala kaweza kufanya hivi, anashindwa kukupa ufalme? Anashindwa kukupa cheo? Anashindwa kukulinda wewe na mali zako na familia yako? Una mashaka gani wewe na yakini na aya hii Allah subhanahu wa ta'ala ambayo katupa mwongozo? Kukosekana kwa yakini ndipo ilipofikia mahala dunia ikawa na ufisadi. Kila mtu anapupia anachokipupia pasi na kuzingatia misingi ya kisheria. Na lau watu wangekuwa na yakini na ikawa yakini hii wanaifanyia kazi vilivyo, basi pengine jela zisingekuwepo, pengine mahakama zisingekuwepo. Lakini leo ukiona haya yote yanakithiri katika jamii, watu kila baada ya muda fulani wanatiwa ndani. Utasikia mheshimiwa fulani katiwa mbaroni, amewekwa ndani. Almuhimu, ufisadi katika mgongo huu wa ardhi ni watu kukosekana na yaqini, kukosekana yaqini. Na Allah subhanahu wa ta'ala katutahadharisha, katuzungumzia hili ndani ya suratul Rum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema dhahara alfasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydi an-nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un. Na aya mfano wa hizi zipo nyingi mno. Allah subhanahu wa ta'ala anasema ufisadi na uharibifu umetawala na umeenea na umedhihiri katika mgongo wa ardhi. Hii yote ni kutokana na yale ambayo wanadamu wameyachuma wao wenyewe kwa mikono yao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema haya yamedhihiri, lengo nini? Liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, ili aweze kuwaonjesha na kuwagusisha tu waweze kuhisi machungu ya yale ambayo wameyachuma wao wenyewe kwa mikono yao, la'allahum yarji'un, ili waweze kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kweli, ni kweli tunarejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kweli ndivyo walivyo watawala. Yanapotokea haya wanapata kuaidhika na kuweza kujirudi. Sivyo. Kwa sababu gani? Ma indahum yaqin,
hawana yaqini na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisairil mu'minina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahabatihi wa man walah. Amma ba'du ibadallah, usikum marratan thaniyah وأوصي نفسي بتقوى الله جل في علاه فقد فاز المتقون. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuhusieni kwa mara nyingine pamwe na kuihusia nafsi yangu kuhusu muendelezo wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ni zipi sifa za wacha Mungu? Ni zipi sifa za watu wenye yaqini? Miongoni mwa sifa za watu wenye yaqini, hawanu almasaib. Hawanu almasaib ni matatizo kwao kuwa mepesi. Pale wanapopatwa na matatizo kwao, wao hawayahisi kwamba ni jambo kubwa, mambo yanakuwa mepesi kabisa. Na ukitaka kujua hili, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ameipokea Jabir ibn Abdullah ibn Umar, hadithi ambayo kaisimulia na kaipokea al-Imam Tirmidhi wa al-Imam Nasai, anasema Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha dua hii: Allahumma rabbana qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa fi riwayatin ma tuballighuna bihi rahmatak ومن اليقين بك ما يهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوانا أبدا ما أبقيتنا إلى آخر الحديث. anasema Abdullah ibn Umar, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha hii dua: ewe Mwenyezi Mungu, tugawie sehemu katika ile sehemu ya kukuogopa wewe. Iqsim lana min khashyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, tupe sehemu ya uchamungu, sehemu ya kukuogopa, iwe ni kinga, iwe ni kizuizi baina yetu na maasi ya kukuasi wewe. Wa min ta'atika, na tugee sehemu ya uchamungu, sehemu ya kukutii wewe, ma tuballighuna bihi jannataka, sehemu itakayotufikisha sisi kwenye pepo yako. Wa minal yaqini bika, na sehemu ya kukuamini wewe na mafundisho yako, ma yuhawwinu alaina masaiba dunya, kiasi kitakachotufanya matatizo ya duniani, humum na ghumum, yanapotupata basi tuyaone kwetu ni mambo mepesi. Watu wote wenye yaqini wanapopatwa na matatizo kwao yanakuwa ni mambo mepesi. Ukitaka kujua hili, rejea katika kisa maarufu cha yule sahaba ambaye alipatwa na matatizo, ikawa hakuna cha kuweza kumsaidia isipokuwa afanyiwe operation ya kukatwa mguu pasi na ganzi. Akawaambia, ili hili liweze kutimia inabidi mnisubirie mimi nikiwa katika sala. Matatizo yamempata, hakuna namna, inabidi mguu ukatwe, wala halikumshughulisha. Akawapa muongozo yeye mwenyewe, ili mfanikiwe katika hili, subirini nikiingia katika sala. Akaingia katika sala, jamaa wakaja wakakata mguu mpaka walipomaliza operation yao. Jamaa wala hana habari kabisa. Alipomaliza sala yake, baada ya kutoa salamu, ndipo anahisi maumivu. Vipi mimi na wewe? Haikuishia hapo. Bwana yule akaondoka, akarudi nyumbani kwake. Wakati anakaribia nyumbani, anaona kundi la watu wameizunguka nyumba yake. Anasikia sauti zinajibizana, tumwambie tusimwambie. Akauliza, kunani? Akaambiwa, mmoja kati ya watoto wako amedondoka kutoka juu ya sakafu na amefariki, na hivi tunapozungumza tushamzika. Sahaba huyu alisema nini?
alisema namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amenijalia mimi kuwa na miguu miwili, kisha akauchukua mguu wangu mmoja akanibakishia mmoja. Akasema tena namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ambaye amenijalia mimi kuwa na watoto wawili, kisha akamchukua mmoja akanibakishia mmoja. Hivi ndivyo watu wenye yakini na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo kwao mazito yanakuwa mepesi, kinyume na mtu ambaye hana yakini. Ndugu zangu, miongoni mwa sifa za watu wenye yakini atawakkulu ala Allah. Haqqa tawakkul ni kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli hasa wa kumtegemea, na hili lipo wazi. Law annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, ila akhir alhadith. Hadithi maarufu, mtume anasema lau kama ninyi mngekuwa kweli mnamtegemea Allah, ukweli wa kumtegemea Allah, angewapa riziki kama anavyowapa riziki ndege. Ndege kukicha asubuhi hajui anaenda kutafutia wapi, anatoka tu anaelekea huko anakoelekea akiwa na yakini kwamba nitaenda kushiba, na anashiba kweli, na anarudi hali ya kuwa kabeba chakula cha vifaranga wake. Haqiqatu tawakkul. Sisi kwa kuwa hatuna yakini, hatuna haqiqata tawakkul, na ndio maana tunafika mahala mambo yetu ni lazima tuchanganye na vitu fulani fulani ili yaweze kwenda kinyume na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, tumalizie aya mbili za mwisho na hadithi moja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale ambapo Mtume alipozungukwa na maadui makafiri wa Quraysh, yeye pamoja na rafiki yake Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakr alimwambia Mtume, hawa jamaa hapo waliposimama walizunguka kwenye mlango wa pango waliloingia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr wakati walipokuwa katika hijra wanatoka Makka kuelekea Madina. Anasema lau nadhara ahaduhum, lau kama mmoja wao atatazama chini ya miguu yake, la raana, au kama qala, atatuona. Mtume akamwambia, ma dhannuka bithnain illahu thalithuhuma. Abu Bakr, wewe una wasiwasi gani kwa watu wawili ambao Allah subhanahu wa ta'ala ni watatu wao? Na Allah subhanahu wa ta'ala akayanukuu haya maneno katika Qur'ani, suratu Tauba. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ikiwa ninyi mtashindwa kumnusuru mtume, faqad nasarahu Allah, Allah tayari kashamnusuru huyo. Idh akhrajahu alladhina kafaru, pale ambapo, kumbukeni pale ambapo makafiri walipomtoa Maka na kumfukuza. Thaniya ithnaini, walipokuwa wawili, yeye na ndugu yake. Idh huma fil ghari, walipokuwa katika pango yeye na rafiki yake. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, alipomwambia rafiki yake usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nasi. Mahallu shahidi hapa, inna Allaha ma'ana. Al-Imamu Sha'rawi, Muhammad Mutawalli Sha'rawi, anasema hii aya ina maana kubwa. Maana yake ni kwamba ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nasi, na Allah subhanahu wa ta'ala moja miongoni mwa sifa zake, la tudrikuhu al-absaru, hatazamwi, haonekani kwa macho. Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala haonekani kwa macho, wala hakuna hata sifa, si kwa dhati yake wala si kwa moja kati ya sifa zake, na ikiwa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala ma'iyatuhu li'abdihi, ni kule kuwa pamoja na mja wake. Na hapa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia rafiki yake, inna Allaha ma'ana, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja nasi. Na Allah haonekani na chochote. Vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakr waonekane na hawa makafiri?
bali rejea katika kisa cha Nabii Musa na watu wake. Falamma tara aljam'an, pale yalipokutana makundi mawili mukabala, uso kwa macho. Qala ashabu Musa inna la mudrakun, watu wa Musa wakasema, mabwana tushafeli. Washafika kwenye ufukwe wa bahari, wakiangalia mbele yao ni maji, wakiangalia nyuma yao ni kundi la Firauna na watu wake na jeshi lake. Qala ashabu Musa inna la mudrakun, tushafeli hapa, jamaa washatupata tayari hawa. Qala kalla, Nabii Musa kwa kuwa alikuwa na yaqeen na ahadi za Allah subhanahu wa ta'ala, inna lanansuru rusulana, hakika sisi tutawaokoa mitume wetu, walladhina amanu, na wale walioamin wakawa na yaqeen. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, akasema, kalla, sivyo mnavyodhani, inna ma'i rabbi, hakika mimi niko pamwe na Mola wangu mlezi. Naenda kaangalie katika watu wa tafsiri, kwa nini hapa imetangulia ma'i, inna ma'i rabbi sayahdin. Kwa nini asingesema inna rabbi ma'i, akasema inna ma'i ya rabbi, hakika yuko pamoja nami. Nani? Rabbi, Mola wangu mlezi, sayahdin. Ikiwa yeye moja kati ya sifa zake ni ar-rububiyyah, huwalinda, huwachunga na kuwahifadhi viumbe vyake, kwa nini tuwe na wasiwasi katika hili? Inna ma'i ya rabbi sayahdin. Haya ni maneno ya Nabiyullah Musa alayhi salatu wasalam, kwa kuwa alikuwa na uhakika na alikuwa na yaqeen na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, hivi ndivyo ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anatuhabarisha na kutupasha taarifa ndani ya Qur'ani, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katubainishia haya pia na kutilia msisitizo katika hadithi mbalimbali, ili mradi sisi tusije tukawa na sehemu ya kuchomoka, tusipate sababu siku ya kiyama ya kuweza kujitetea pale ambapo itakapotokea tumebanwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna moja ama nyingine. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kuwa na yaqeen katika mioyo yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن ازواجه امهات المؤمنين وعن سائر الصحابه اجمعين وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا ومعصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، والله تعالى أتم وأكبر وأقم الصلاة.